Historia si historia, ila kila mtu ana historia yake. Leo hii nimekuja tuangazie wanabiashara, muuzaji na mnunuzi. Kuna kisa ambacho niliweza kushuhudia katika sehemu fulani. Kuna yule mteja ambaye alikuwa akionyeshwa bidhaa na muuzaji. Yule muuzaji akamwambia, "Hello customer, kuna bidhaa ambazo anauza." Alikuwa akiuza manukato, manguo, hivi vitu vya urembo, bangili, shanga. Na wakati huo yule mteja akamwongelesha vibaya, akamwambia, "Nitolee hivi vitu. What nonsense is this you are showing me?" Akamwongelesha na lugha ambayo haikuwa na nidhamu. Hata nikajiuliza, hata kama hutaki kununua kitu, si basi nimwambie kwa njia ambayo inafaa. Mwambie wakati huu sikihitaji, wakati huo mwingine basi nitakinunua, kwa njia ambayo inafaa. Pia wale ni wanabiashara, ni mzazi, ni kijana, ni nani, ni mzee, ni mtu ambaye anajaribu kujijenga, anataka kujengea kizazi chake maisha bora. Basi nawe pia ukachukua ile nafasi ukamwongelesha vibaya, muongeleshe kwa nidhamu. Pia muuzaji, najua kuna wakati mwingine mnakosea mnunuzi heshima, lakini sote tunafaa tuwajibike na tujue kwamba sote tunategemeana. Mnunuzi anategemea muuzaji, na hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila mwingine. Cha muhimu ni kuwa na lugha ambayo ni ya heshima, kuheshimiana katika biashara, kwani heshima si utumwa. Na ukimkosea mtu heshima, basi unamdunisha. Leo tu ndo nimekuwa nalo kwa historia si historia. Langu jina Leo Wawangele.